Mtazamaji wangu wa channel hii ya Utume TV, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika vipindi hivi ambavyo vitakuwa vinaruka hapa kila wakati. Ni kipindi ambacho nimekipatia jina inaitwa Onyo la Mwisho Ulimwenguni. Onyo la Mwisho Ulimwenguni. Ni masomo ambayo yatakuwa yanaruka, na ni kwa sababu kwamba dunia hii tulio nayo ni dunia ambayo imefika wakati ambapo sasa ni ukingoni. Unapoona mambo ambayo yanaendelea katika dunia leo, ni mambo ambayo yanastajabisha sana. Lakini unapochunguza katika maandiko matakatifu, utagundua kwamba kuna vitu ambavyo inapaswa virekebishwe. Sasa Biblia ni mwalimu wetu wa pekee ambaye anapaswa kutuongoza. Na hivyo ni muhimu sana kufuatilia, kwa sababu kipindi hiki kitaenda kufichua siri nyingi sana ambazo zinapelekea kwa nini maisha dunia hii yako kama ambavyo yalivyo. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ambayo tunaenda kuangalia somo la kwanza au sehemu ya kwanza, hasa ni utangulizi. Na hii inaenda kuonyesha kwa nini nilete somo hili mbele yako, onyo la mwisho ulimwenguni. Kwa nini nilete? Na hivyo kabla tuendelea, tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru kwa namna ambavyo umeenda kutupigania. Tunapojifunza somo hili, katufundishe kwa jina la Yesu. Amina. Biblia takatifu katika kitabu cha Ezekieli ile sura ya 3 na aya 17 hadi 19 ina maneno ya pekee sana. Naomba tusome pamoja. Kitabu cha Ezekieli na ile sura ya 3 na aya 17 hadi 19 anasema maneno haya: Mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Mtazamaji, kuna maneno ya kusimua sana ambayo yanatolewa katika kitabu cha Ezekieli. Nabii huyu anapewa maono kwamba yeye amewekwa kama mlinzi wa Israeli. Hata mimi nilivyo hapa, mimi nimewekwa kama mlinzi wa watu wa Mungu. Ninapoona mambo yandivyo sivyo, ni lazima nisimame na kuweza kutoa fundisho la Biblia. Nini ambacho Mungu anapaswa tufanye? Kwa dunia hii ambayo imeendelea jinsi ambavyo ilivyo, ni lazima iweze kupatiwa onyo, maana ni muhimu sana. Unapoona dunia hii inavyoendelea, watu wanavaa wanavyotaka, watu wanaishi wanavyotaka, watu wanafanya maisha yao yaendane kama ambavyo tu wanavyotaka. Yaani ni maana sana kuwaambia watu habari za Mungu na wakuelewe ni kwa nini inakuwa hivyo. Kwa Biblia inatuambia kwamba mtu anapopewa kwamba aweze kutoa onyo na anapoweza kukataa, kumbe hiyo ni mbaya sana. Mungu atanihukumu mimi kama nisipotoa hii neno kwenu wote. Na hivyo sasa neno la Mungu natueleza, hata tunapoangalia kitabu cha Mithali 15:32, anasema kwamba anayekataa maonyo hudhalau nafsi yake. Yaani ukikataa tu maonyo, unadhalau nafsi yako. Sio hivyo tu, kitabu cha Mithali 5 aya 23 kinaeleza namna gani ambavyo kwamba ambaye anakosa maonyo huyo atakufa. Kwa hiyo hatuna mjadala kwamba ambaye anakosa na ambaye anakataa maonyo huyo ataangamia. Lakini watu hawaelewi. Katika dunia ambayo hii imechanganyikiwa, unapoangalia ulimwengu wa Kristo wenyewe, ulimwengu wa dini, kuna vitu vya ajabu ambavyo vinaendelea. Na nimekuambia kwamba kipindi hiki tutaenda kuangalia mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika dunia leo, ambao kwa kweli sio msingi wa Biblia. Sikiliza, ni kwa nini sasa dunia iweze kupewa onyo? Ni kwa nini? Unapoangalia kitabu cha Isaya 24 na aya 19 mpaka 20. Naomba tusome pamoja, mtazamaji wangu. Kitabu cha Isaya 24 na ile aya 19 mpaka 20. Anasema, dunia kuvunjika inavunjika sana,
Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka. Anasema dunia imevunjika, dunia inawayawaya. Yani anachomaanisha ni kwamba dunia hii ambayo unaiona, watu wanasema duniani kuna raha, watu wanastareza na mambo mbalimbali, watu wanatafuta hela, wengine wana hela nyingi mno, wengine wanaishi hata wanasahau kama kuna kifo, wengine wanaishi hata wanasahau kama kuna Mungu. Lakini sikiliza, anasema nabii Isaya kwamba hii dunia unavyoiona hivyo, anasema imeshachoka, inavunjika, yani haina mwelekeo wowote. Na ametoa sababu. Unapoangalia vizuri aya 20, anasema hii dunia kwa nini haina mwelekeo wowote? Ni kwa sababu mzigo wa dhambi umeilemea. Mzigo wa dhambi umeilemea. Unapoona migogoro inazidi katika familia mbalimbali za hapa duniani, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umemlemea baba, umemlemea mama. Unapoona vijana siku hizi maadili yameporomoka hata kwa wazazi, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umeilemea. Unapoona vijana wanavaa wanavyotaka, wengine wanavaa nusu uchi kabisa, na ukiwauliza wanasema usituhukumu. Wanasema kwamba roho yao ipo kwa Mungu, wanasema kwamba imani yao ipo ndani sio nje. Ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Unapoona makanisani siku hizi wanashinda makanisani, wanacheza disco kama ndio kumwimbia Mungu, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Nachomaanisha mtazamaji ni kwamba unachoona chochote kinaendelea katika dunia hii, chochote ambacho hata watumishi wa Mungu wanapokuwa wanahubiri wanashindwa kusikiliza, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Hata wakati imefika sasa mpaka baadhi ya watumishi wa Mungu wameshindwa kuhubiri injili ya kweli, wamebaki tu injili za mafanikio, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Sikiliza, dhambi zimezidi mpaka Mungu anahuzunika. Kitabu cha Mwanzo 6 na ile aya 6 mpaka ya 7, tusome pamoja. Mwanzo 6 na ule mstari wa 6. Neno la uzima linasema, anasema Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimemfanya. Sikiliza, maovu haya ambayo yamezidi sana, dhambi ambayo imelemea ulimwengu, wakati huo ilimfanya mpaka Mungu akahuzunika. Sikiliza, dhambi ambazo zinaendelea katika ulimwengu huu zinamfanya mpaka Mungu anahuzunika, wakati ambapo watu wanaona kama vile hakuna Mungu vile. Lakini sikiliza, hii ni wakati ambapo Mungu analemewa na Mungu pia anahuzunika. Na sikiliza, na hiki ambacho kinaendelea sasa hakiangalii mtu ni mdogo wa umri au ni mkubwa wa umri, haiangalii ni mtumishi wa Mungu au sio mtumishi wa Mungu. Ndio maana nabii Isaya pia anaeleza katika ile Isaya 24 na aya 2. Ngoja nikuonyesha hapa uone mtazamaji. Isaya na ile sura ya 24 na ile aya 2. Neno la uzima linaeleza, na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyo hali yake anunuaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake auzaye. Kama ilivyo hali yake akopeshaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopaye. Kama ilivyo hali yake atoaaye faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake ampaye faida. Mtazamaji,
Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba katika wakati huu wa uovu kutamalaki sana, uovu kuzidi, haitajalisha kwamba wewe ni nani. Ndio maana leo unashangaa mzee kabisa wa umri, lakini anatembea anazini na binti mdogo kama mjukuu wake. Yaani hutashangaa, kwa sababu yani habari ya hii dhambi haijalishi. Ndio maana unaona wakati fulani waheshimiwa kabisa wakubwa, lakini bado uzinzi hawaachi. Ndio maana unaona wakati fulani unakuta mtu ni msomi kabisa, ana degree zake, ni profesa, lakini bado anatumia pombe, ni mlevi. Hii dunia ndivyo ilivyo, kwa sababu habari ya dhambi haiangalii umri wa mtu, haiangalii nafasi ya mtu. Ndio maana mpaka siku hizi, mpaka watumishi wa Mungu na wenyewe wameweza kuingia katika mambo ambayo ni ya dhambi, kwa sababu huu mzigo wa dhambi ambao umelemea dunia hauangalii namna ya mtu alivyo, hauangalii umri wa mtu, hauangalii jinsi ya mtu, kwa sababu ni kwa kila mtu. Sikiliza, na kwa namna hiyo laana imelea dunia. Kwa namna hiyo laana itaendelea na imeendelea kulea dunia. Kitabu cha Isaya 24 aya 6 anaeleza, ndiyo sababu laana imelea dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Neno la uzima linatueleza kwamba kwa sababu ya mzigo wa dhambi imelemea dhambi dunia, ndiyo maana laana imeendelea kuila dunia. Sikiliza mtazamaji wangu, ndio maana dunia hii hatutaweza kupona na magonjwa, kwa sababu kadri tunavyoendelea kupambana magonjwa ndivyo ambavyo tunavyoendelea kutenda dhambi. Magonjwa yataisha. Ndio maana dunia hii hatutaweza kupona na habari ya vita vya mahali, kwa sababu dhambi imelemea dunia. Ndio maana dunia hii migogoro ya familia haitaisha, kwa sababu hiyo ni laana ambayo inatembea, kwa sababu watu wa Mungu wamekataa maagizo ya Mungu. Kwa sababu ya mzigo wa dhambi, laana imeendelea kuila dunia. Tazamaji, sikiliza. Na hivyo hatima dunia hii ni nini? Hatima dunia hii ambayo unaona kama vile na yumba, kwa tufani watu wengine wanafurahia tu, hatima yake ni kuangamia. Na mara nyingi watu wanapoambiwa habari hizi wata hawaelewi kabisa, lakini nakuletea habari hii. Hatima ya dunia hii ambayo watu wanaishi wanavyotaka, ambao watu hawataka kumsikiliza Mungu, hatima yake ni kuangamia. Kitabu cha Petro wa pili na ile sura ya 3. Petro wa pili na ile sura ya 3 na ile aya ya 6 mpaka ya 7 anaeleza, kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikiandaliwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Aya 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaongozwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Hatima ya ulimwengu huu ambao mtazamaji unaweza ukaangaluka upenda, unapoona majengo, unapoona starehe zilizopo, hatima ya ulimwengu huu ambao umelemewa na dhambi, Petro anasema hatimaye umewekwa akiba kwa ajili ya moto. Hii inanifundisha mimi na inakufundisha wewe kwamba kumbe haupaswi kuitumania dunia. Unapaswa kuishi kwa kumtumaini Mungu. Wakati ambapo unapoishi kwa kumtumaini Mungu, ujue kwamba kuna kifo, na ujue kwamba bado hii dunia imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Sikiliza, sasa nini suluhisho? Maana masomo haya yanalenga kwamba tunapoona sasa ulimwengu unaenda kuangamia, tunapoona hali ya ulimwengu, tufanye nini sasa? Ndio maana Yesu nampenda sana. Kitabu kile cha Mathayo ile sura 11 na ile aya 28, maneno ya uzima yanaeleza vizuri kabisa. Kwa 1:28
anaeleza, anasema 28 mpaka 30, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa ni kwamba katika dunia hii ambayo watu wanaumizwa sana, dunia hii ambayo kuna vifo, dunia hii ambayo kuna magonjwa, dunia ambayo kuna dhambi za kutosha, ukweli ni kwamba tunapoenda kwa Yesu anatupumzisha. Ukweli ni kwamba nira yake ni laini. Ukweli ni kwamba anasema mzigo wake ni mwepesi, atatupumzisha. Wapo wengi ambao wamechoshwa na dunia hii, lakini ngoja nikwambie, ipo raha ambayo unaipata ukiwa na Yesu. Na hivyo somo hili linatuandaa kwa ajili ya sehemu nyingine ya pili. Kwa makini tuende kufuatia pamoja ili tuweze kuona Mungu anaiambia nini dunia hii ambayo imeharibika na dhambi. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umetufundisha kuona magani ambavyo dunia hii ambayo tunatumainia imelemewa na dhambi. Sasa katufundishe kuja kwako ili tukaweze kupata kuokolewa. Naomba nikiamini kwa jina la Yesu. Amen.